Hatimaye waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amemfuta kazi mkuu wa ujasusi nchini humo kwa kutokuwa mwaminifu. Ikumbukwe katika siku za hivi karibuni kumekuwa na kutoelewana kati ya mkuu wa ujasusi nchini humo, ambapo waziri mkuu Benjamin Netanyahu alifikia hatua kusema kwamba idara ya ujasusi ilikuwa na mpango wa kumfanyia umafia, na wakati huu ameamua kumfuta kazi kabisa mkuu huyo wa ujasusi. Waziri mkuu huyo wa Israel Bwana Netanyahu amemfuta kazi mkuu huyo wa idara kwa kushindwa kugundua shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023 la Hamas. Baraza la mawaziri la Israel lilikutana Alhamisi jioni ili kuidhinisha rasmi kufutwa kazi mapema kwa Ronen Bar ambaye aliteuliwa Oktoba mwaka 2021 kwa muhula wa miaka 5 kama mkuu wa Shin Bet. Netanyahu alitangaza nia yake ya kumfuta kazi Bwana Bar katika taarifa yake ya video siku ya Jumapili, akitaja kutokumwamini kati ya wanaume hao wawili ambao alisema kwamba kumekuwa baada ya muda, lakini kumekuwa na kutoaminiana kati ya waziri mkuu huyo wa Israel pamoja na idara ya ujasusi ya Shin Bet. Hatua hiyo ilizua hasira na kuchochea zaidi maandamano dhidi ya serikali mjini Yerusalemu, ambayo yalishuhudiwa maelfu ya Waisraeli wakiungana na waandamanaji wanaopinga mashambulizi mapya ya Israel dhidi ya ukanda wa Gaza. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wakati huu ameamuru majeshi ya IDF kuendeleza mashambulizi ndani ya ukanda wa Gaza, huku raia wakipinga hilo, kwa maana wakati huu kukiwa na mashambulizi upande wa ukanda wa Gaza, ni dhahiri baadhi ya makundi wapiganaji yataendeleza mashambulizi, ikiwa ni pamoja na Wahouthi kutoka nchini Yemen, lakini pia na hata Hamas ambao wakati huo wanaripotiwa kuendeleza mashambulizi. Tangu Jumanne, Israel imeanzisha wimbi kubwa la mashambulizi dhidi ya kile ilichokisema kuwa ni wapiganaji wa Hamas katika ardhi ya Palestina, na hivyo kumaliza mapatano tete ambayo yalikuwa yamedumu kwa muda wa miezi miwili. Shin Bet ni wakala wa kijasusi wa ndani wa Israel na ina jukumu muhimu katika vita. Shughuli na wanachama wake ni siri za serikali zinazoshikiliwa kwa karibu. Bwana Bar ametaja uamuzi wa kumtimua kuwa umechochewa kisiasa. Hata hivyo, mwanasheria mkuu wa Israel Gali Baharav Miara, mkosoaji mkubwa wa Netanyahu ambaye mwenyewe anakabiliwa na kesi ya kufutwa kazi, alidai kuwa Bwana Bar hangeweza kufutwa kazi hadi uhalali wa hatua hiyo kutathminiwa. Hata hivyo, aligoma kumfuta kazi Bwana Bar. Barua iliyotumwa na Netanyahu kwa wajumbe wa serikali yake kabla ya mkutano huo ilirejelea kupotea kwa uaminifu wa kitaalamu na binafsi kati ya waziri mkuu na Bar na kupendekeza kumalizika kwa muhula wake mnamo tarehe 20 Aprili. Kupotea kwa uaminifu wa kitaaluma kumeimarisha wakati wa vita zaidi ya kushindwa kwa uendeshaji wa Oktoba 7 mwaka 2023, na hasa katika miezi ya hivi karibuni, ilisema taarifa hiyo, ikirejelea mashambulizi ya Hamas dhidi ya Israel ambayo yalisababisha vita vya Israel Gaza, ambapo takribani zaidi ya watu 1200 waliuawa na wengine zaidi ya 250 walichukuliwa mateka wakati wa mashambulizi hayo. Israel ilijibu kwa mashambulizi makubwa ya kijeshi ambayo yameua zaidi wa Palestina 48,500. Wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas ilitoa taarifa kamili juu ya vifo ambavyo vilitokea wakati wa mapambano ya miezi 15 kabla ya haya yaliyoanza siku za hivi karibuni, ambayo yanatajwa zaidi ya watu 400 tayari wameuawa ndani ya siku chache tu baada ya mashambulizi kuanza. Basi mtazamaji, hayo ndio ambayo tunayo kwa sasa. Ni kile ambacho kimefanywa na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kumfuta kazi mkuu wa ujasusi wa Shin Bet Bwana Bar, ni kutokana na kutokumwamini, lakini pia yanatajwa baadhi ya mambo kwamba ni masuala ya kisiasa. Na hata wakati anaondoka madarakani baada ya kujiuzulu, aliyekuwa mkuu wa jeshi la Israel aliwahi kusema kwamba kuna namna ambapo serikali ya Netanyahu inapaswa kuchunguzwa kutokana na mashambulizi ya Oktoba 7. Lakini wakati huu hata upande wa Shin Bet kuna baadhi ya mambo imedai kuwa yamesababishwa na waziri mkuu huyo Benjamin Netanyahu hadi Israel kushambuliwa na Hamas. Mtazamaji, endelea kutufuatilia kupitia The World News, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii kupitia hapa The World News. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.